Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini tukielekea huko nchini Lebanon, maandamano makubwa yazuka katika jiji la Beirut na ni kuhusu makubaliano na Israel, ambapo kundi la wapiganaji la Hezbollah limetoa onyo dhidi ya serikali ya Lebanon kwamba inahatarisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maandamano yamezuka mjini Beirut kujibu serikali ya Lebanon kutia saini makubaliano ya amani na Israel na Marekani licha ya kukataliwa na kundi la wapiganaji la Hezbollah. Watu wamekusanyika barabarani wakipeperusha bendera za Hezbollah na Iran. Wafuasi wenye silaha wa Hezbollah nao pia walipanda msafara wa magari, huku wanajeshi wa serikali wakisambazwa katika mji mkuu na kuweka vituo vya ukaguzi. Chini ya makubaliano yaliyotiwa saini siku ya jana Ijumaa, Israel na Lebanon zilithibitisha haki ya kila taifa kuwepo kwa amani na kueleza nia yao kuhitimisha amani ya kudumu. Hata hivyo, raia wa kawaida wanaonekana kuungana na kundi la wapiganaji la Hezbollah ambalo limepinga namna ya makubaliano yaliyofanywa na serikali ya Marekani, Israel na Iran katika kusitisha mapigano. Kundi la wapiganaji la Hezbollah halikuhusishwa katika makubaliano hayo, na ndio maana kundi hilo limekuwa likipinga juu ya makubaliano ya kusitisha amani, kwani Israel imekuwa ikipambana na wapiganaji wa Hezbollah na wala si wale wa serikali ya Lebanon. Hezbollah hata hivyo imetaka Israel iondoe kikamilifu wanajeshi wake kusini mwa Lebanon. Hassan Fadlallah, mbunge wa kundi la Hezbollah, alionya kwamba serikali ya Lebanon haitoweza kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini huko Washington isipokuwa waende kwa msaada wa Amerika kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ali Rida Sbeit kupitia shirika la habari la RT ameripoti kutoka Beirut kwamba Hezbollah na washirika wake wanaona makubaliano hayo kuwa ni ya kufedhehesha na wanaamini yanaipa Israel uhuru mkubwa zaidi wa kufanya kazi katika maeneo ya Lebanon ambayo inaendelea kukalia kwa mabavu. Kinachotakiwa na Hezbollah ni kwamba Israel inapaswa kuondoa wanajeshi wake pamoja na maeneo yaliyotwaliwa na walowezi, kwamba hawapo tayari maeneo hayo kuwa sehemu ya Israel. Video zilizorekodiwa usiku wa manane huko kusini mwa Beirut zinaonyesha waandamanaji na waendesha pikipiki wakikusanyika barabarani wakipeperusha bendera baada ya Lebanon na Israel kutia saini makubaliano ya kumaliza mapigano kati ya Israel na Hezbollah, huku moshi mweusi mkubwa ukionekana. Shirika la habari la Reuters lilitaja eneo video hiyo iliporekodiwa kuwa ni viungani mwa kusini mwa Beirut kwa kuchunguza ishara, nguzo za umeme na umbo la mitaa na kulinganisha na satellite na picha za kumbukumbu. Hata hivyo, muda halisi ambao video hiyo imerekodiwa haujathibitishwa kikamilifu, lakini shirika la habari la Reuters limeripoti kuhusu maandamano hayo usiku wa Ijumaa, na toleo la zamani la video hiyo halikupatikana mtandaoni tangu Juni 26. Lebanon na Israel wameyataja makubaliano hayo kama hatua ya kwanza, ambapo Hezbollah lazima ipokonywe silaha na majeshi ya Israel lazima yaondoke Lebanon. Bado haijabainika jinsi makubaliano hayo yatakavyotekelezwa. Hezbollah imesema haitazingatia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.